Hujambo na karibu sana popote pale ulipo. Ni usiku mwingine huu tunakutana hapa kwa ajili ya kuja kutazama habari kutoka hapa Channel 10 Plus. Langu jina ni Juma Mohamed. Utakuwa nami kwenye kutazama habari za kitaifa, habari za kimataifa sambamba na habari za biashara na uchumi. Moja kwa moja tutaungana na wana uchumi wetu kutoka kule jijini Dodoma. Wakati kwenye upande wa habari za michezo na burudani, Lulu Ali atakuja kutujuza hapa kwa undani zaidi. Matangazo haya pia unayapata mubashara kupitia YouTube channel yetu ya Channel 10 Plus. Karibu. Wizara ya Maliasili na Utalii imepanga kutumia zaidi ya shilingi bilioni 334.3 katika mwaka wa fedha wa 2026-2027 kwa ajili ya kutekeleza vipaumbele 9 ikiwemo kuimarisha miundombinu ya barabara, viwanja vya ndege na mawasiliano pamoja na kuimarisha utangazaji wa utalii ndani na nje ya nchi, hatua inayolenga kuongeza mapato ya sekta hiyo hadi kufikia zaidi ya shilingi trilioni 1.4. Huyu hapa Amani Mbando kutoka jijini Dodoma. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Shatu Kijaji amebainisha vipaumbele hivyo bungeni jijini Dodoma wakati akiwasilisha hotuba ya bajeti ya wizara hiyo kwa mwaka 2026-2027. Kuimarisha miundombinu wezeshi katika maeneo ya utalii na hifadhi ikiwemo barabara, viwanja vya ndege, mawasiliano na huduma za kijamii. 4. Kuimarisha ulinzi, uhifadhi na matumizi endelevu ya rasilimali za wanyamapori, misitu, nyuki na malikale. 5. Kuimarisha uzalishaji, uongezaji thamani na masoko ya mazao ya misitu na nyuki. Kwa upande wa maoni na ushauri wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii ni kuwa serikali ifanye utafiti wa kina wa sababu, athari na mbinu za kukabiliana na changamoto ya wanyamapori wakali na waharibifu. Serikali iandae na kuboresha mkakati mpya wa kitaifa wa kushughulika na migongano kati ya binadamu na wanyamapori wakali na waharibifu ili kupata suluhisho la kudumu la changamoto hiyo kwa kushirikiana na wadau. Serikali iweke mpango mahususi wa kulipa kwa wakati kifuta jasho na kifuta machozi kwa wananchi walioathiriwa na wanyamapori ili kuleta maana halisi ya kifuta jasho na kifuta machozi. Wakichangia mjadala wa bajeti hiyo, baadhi ya wabunge wamebainisha hatua zinazopaswa kuchukuliwa na serikali ili kuendelea kukuza utalii nchini, huku wakala wa huduma za misitu TFS wakieleza namna walivyojipanga ili kufanikisha utekelezaji wa bajeti hiyo. Kila mtu hapa ni shahidi, hahitaji kuhadisiwa. Tuliona kwa picha za kawaida na picha za video namna ambavyo magari yalikuwa yamekwama hususan kwenye signature destination tulionayo kwa maana ya Serengeti. Kwa hiyo lazima tuendelee kuweka msisitizo kwa wizara na hususan wenzetu wa shirika la hifadhi taifa ya TANAPA kuendelea kuhakikisha kwamba barabara za ndani ya hifadhi zinapitika. Nimuombe aje na majibu sahihi. Tunafahamu kwa mujibu wa GN 754 yako maeneo ambayo yanasubiri wananchi walipwe fidia ili waweze kupisha maeneo. Tofauti na miaka ya nyuma, katika kipindi hiki sasa asali ya Tanzania inakubalika kuingia katika soko la kimataifa. Tunauza asali katika soko la Umoja wa Mataifa, lakini pia tunauza asali katika soko la Falme za Kiarabu na China. Hotuba hiyo pia imeeleza kukua kwa sekta ya uhifadhi na utalii ekolojia kwa mwaka mmoja uliopita ambao umechangia mapato ya zaidi ya bilioni 3 kupitia watalii zaidi ya 300,000 waliotembelea maeneo hayo. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Amani Mbando. Kwingineko, uwepo wa mradi mkubwa wa kuponda mawe kwa ajili ya kuzalisha kokoto katika kijiji cha Lopokela katika wilaya ya Songea mkoani Ruvuma wenye uwekezaji wa zaidi ya shilingi bilioni 3 unatarajiwa kuzalisha ajira za muda na za kudumu zaidi ya 160 na kuwezesha makampuni yanayofanya kazi za ujenzi wa barabara katika eneo hilo la kusini mwa nchi ambao wamekuwa wakitegemea kokoto kutoka umbali mrefu kupata nafuu. Taarifa zaidi huyu hapa Yusuf Kayanda kutoka mkoani Ruvuma. Mradi huo unatajwa kuwa suluhisho la kudumu kwa wakandarasi wa ujenzi wa miradi ya barabara, ambapo awali wakandarasi walilazimika kuongeza gharama za miradi kutokana na kokoto kusafirishwa kwa umbali wa zaidi ya kilomita 900 kutoka Dar es Salaam, lakini uwekezaji huo utaondoa changamoto hiyo na kurahisisha utekelezaji wa miradi ya miundombinu mkoani humo. Kwa bahati mbaya, miaka mingi tumekuwa tunaagiza kokoto kutoka Chalinze. Kwa hiyo gharama ya ujenzi mkoa wa Ruvuma imekuwa kubwa sana. Kwa mara ya kwanza tumempata mzawa mwekezaji ambaye amewekeza zaidi ya bilioni 3 fedha za Kitanzania. Serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan inaweka mazingira mazuri ya uwekezaji kwa wazawa na wageni pia. Sisi wenyewe tuna kandarasi, tunajenga barabara. Kwa hiyo tukakuta kwamba tunatumia gharama kubwa sana kufuata malighafi
Dar es Salaam. Kwa hiyo na sisi tukaamua kuanzisha hii kuwa karibu hapa, lakini pia kwa wakandarasi walioko Songea na Mbinga wote waweze kunufaika na mradi huu. Akizungumza mara baada ya kukagua mradi huo, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2026 Wazo Mwang'onda amesema mradi huo ni matokeo ya sera rafiki za uwekezaji zinazowekwa na serikali ambazo zimeendelea kuvutia wawekezaji kuanzisha miradi ya maendeleo hapa nchini. Mpaka mwekezaji anakuja kuwekeza hapa kwa gharama kubwa za hii mashine crusher, maana yake Mheshimiwa Rais ameweka mazingira rahisi ambayo ni rafiki kwa wawekezaji mpaka anakuja kuwekeza hapa. Kwamba Mwenge wa Uhuru umelizishwa sana na uko tayari kufanya uzinduzi ili waendelee kutengeneza hizo kokoto na wananchi waendelee kutumia kokoto za karibu katika maeneo yao. Siku mradi huu umeweza kunisafirisha kutoka Mbeya mpaka kufika mkoa wa Ruvuma. Maisha yangu kwa kweli yamebadilika. Yamebadilika kwa asilimia nyingi. Kwa sababu mpaka saa hizi nimefika mkoani Ruvuma ugenini huku nina kiwanja kupitia mradi huu. Kwa kweli mradi huu umenisaidia sana kimaisha na kimaslahi kwa ujumla. Kama mimi namsomesha mtoto wangu, ananisaidia kulipa ada, nikiwa na matatizo ya kifamilia pia ananisaidia. Kutoka mkoani Ruvuma, mimi ni Yusuf Kayanda, Channel 10. Kutoka kusini mwa Tanzania moja kwa moja tuelekee nyanda ya kaskazini mashariki, ambapo serikali mkoani Kilimanjaro imesema itaendelea kuwaunga mkono wadau wa maendeleo ya ushirika ili kusaidia kujenga uchumi imara wa wananchi na taifa kwa ujumla, sambamba na kuunga mkono juhudi za serikali ya awamu ya 6 katika kukuza maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Huyu hapa Ahmadi Nandonde. Kufungua jukwaa la wadau wa maendeleo ya ushirika kwa mwaka 2026 uliofanyika mjini Moshi, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu amesema serikali inatambua mchango mkubwa unaotolewa na vyama vya ushirika katika maendeleo ya wananchi, hivyo itaendelea kutoa ushirikiano kwa vyama hivyo ili viweze kupiga hatua zaidi. Naungana na viongozi wenzangu kuwashukuru wanaoshirika na wadau wote wa maendeleo walioonyesha nia njema ya kusaidia maendeleo ya ushirika nchini. Sisi serikali tupo nanyi na tuko tayari kuwapa msaada wa kutosha. Mrajisi msaidizi mkuu wa Kilimanjaro Bi Jacqueline Shezige akaeleza ushindani wa masoko hususan katika zao la kahawa unavyoleta mabadiliko katika baadhi ya vyama vya ushirika, huku mwenyekiti wa jukwaa la ushirika mkoa wa Kilimanjaro Honest Kesi akieleza mafanikio yaliyopatikana kupitia ushirikishwaji na ukuaji wa teknolojia. Ushindani wa soko huria la kahawa limeongeza ushindani na kupunguza uwezo wa baadhi ya vyama kushindana kibiashara. Tumeona kwamba idadi kubwa ya vyama inafuata miongozo ambayo imetolewa na msimamizi wa vyama ambaye ni Tume ya Maendeleo ya Ushirika, hivyo kupunguza migogoro katika vyama. Mkurugenzi wa utawala na usimamizi wa rasilimali watu Tume ya Maendeleo ya Ushirika Miriam Mbaga amewasisitiza viongozi na wanachama vyama vya ushirika kufanya kazi kwa weledi na kufuata taratibu za miongozo ya ushirika ili kuviimarisha vyama hivyo. Zingatie sheria ya ushirika, fanya kazi kwa weledi wote, kwa kila mtu na jukumu lake, kwa maana wasimamizi, kwa maana ya warajisi, kufanya kazi, kutoa elimu, kuzingatia sheria. Kwa hiyo tujifunze kukopa kwa malengo, alafu tuweze kurejesha kwa nidhamu ili kuweza kufikia malengo yetu ya kimaisha. Ahmad Nandonde, Channel 10, Kilimanjaro. Haya bwana, kituo cha afya cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika kwa maana ya Africa CDC kimethibitisha uwepo wa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika jimbo la Ituri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti hiyo ya CDC imebainisha kuwa watu 246 kati ya wagonjwa waliofanya vipimo kwenye vituo vya afya wamethibitika kuwa na ugonjwa huo na kwa vifo 65 vimeripotiwa hivi karibuni vinavyotokana na ugonjwa huo. Tayari kituo hicho kimeanza mikutano ya dharura ya mazungumzo na nchi za Congo Brazzaville, Uganda, Sudani Kusini na washirika wengine wa kimataifa ili kuimarisha ufuatiliaji wa ugonjwa huo kwenye maeneo ya mipaka. Tukitoka nchini DRC Congo, turejee hapa nchini ambapo mganga mkuu wa serikali Dr. Grace Magembe amesema tafiti za kisayansi zinaendelea kuwa silaha muhimu katika mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi kutokana na mabadiliko ya mara kwa mara ya virusi hivyo pamoja na changamoto ya baadhi ya dawa kupungua uwezo wake na kufanya kazi kwa ufanisi. Dr. Magembe amesema hayo kwenye mkutano wa kimataifa wa ukimwi unaoendelea hapa nchini Tanzania na kuweka bayana kwamba wataalamu wa afya hawawezi kutoa huduma bora bila kuendelea kufanya tafiti zinazolenga kuboresha tiba, kinga pamoja na mifumo ya utumiaji huduma kwa wagonjwa.
kuongezeka upatikanaji wa kinga na dawa kwa nchi zinazoendelea hususan kwa bara la Afrika ni miongoni mwa mambo yanayojadiliwa kwenye mkutano huo, ambapo imebainika kuwa bado wapo baadhi ya watu wanashindwa kupata huduma hizo kwa urahisi kutokana na gharama za usambazaji pamoja na matumizi ya kinga mapya pia yakijadiliwa kwa kina. Tupate nafasi ya kutazama na kusikiliza. Kwa sababu magonjwa yanabadilika, namna ambavyo virusi vinaambukiza magonjwa haya inabadilika, lakini pia hata tiba zinabadilika. Kuna dawa zinapata usugu, kuna dawa zimejaa kufanya kazi, kuna dawa labda zina madhara fulani. Kwa hiyo mkutano kama huu umewaleta wanasayansi wengi pamoja na watu wa huduma wakiwemo madaktari na kada nyingine zote, ambao sasa wamekaa na kujadili namna gani tiba inaendelea kuboreshwa hasa kwa watu wanaishi na virusi vya ukimwi, ili waweze kuishi maisha mazuri, lakini wapunguze virusi ndani ya mwili na wapunguze uwezekano wa kupata magonjwa ambayo ni. Aya, asante kwa taarifa hiyo. Tukatazame habari nyingine hapa na tuelekee pale jijini Dodoma, ambapo serikali hadi kufikia Mei 2026 imefanikisha kufikisha umeme katika migodi 289 ya wachimbaji wadogo nchini, huku shirika la maendeleo ya petroli Tanzania kwa kushirikiana na sekta binafsi likijenga na kuiendesha vituo 18 vya gesi asili kwa magari kwa maana ya CNG katika juhudi za kuimarisha matumizi ya nishati safi na nafuu hapa nchini. Taarifa zaidi tuungane na Amani Mbando. Kauli ya serikali imetolewa bungeni jijini Dodoma na naibu waziri wa nishati Salome Makamba wakati akijibu swali la mbunge wa Lupa Masache Kasaka aliyehoji kuhusu mpango wa serikali wa kupeleka umeme katika maeneo ya wachimbaji wadogo. Amesema serikali kupitia wakala wa nishati vijijini REA inaendelea na utekelezaji wa miradi ya kupeleka umeme katika maeneo ya wachimbaji wadogo wa madini, mashamba ya kilimo pamoja na viwanda katika mikoa yote nchini. Serikali kupitia wakala wa nishati vijijini REA inaendelea na utekelezaji wa mradi wa kupeleka umeme katika maeneo ya wachimbaji wadogo wa madini, mashamba ya kilimo na viwanda katika mikoa yote nchini, ambapo mpango uliopo kwa sasa ni kufikisha umeme katika maeneo 308 ya wachimbaji wadogo ifikapo Juni 2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi kufikia Mei 2026 jumla ya migodi 286 ya wachimbaji wadogo imepatiwa umeme, ikiwemo migodi 18 katika jimbo la Lupa wilayani Chunya. Katika hatua nyingine, ofisi ya Rais maendeleo ya vijana imesema serikali inaendelea na utekelezaji wa mikakati ya kuongeza ujuzi kwa vijana kwa kiwango cha juu unaoendana na matakwa ya kisheria, kwa kuwa kiwango kilichopo sasa ni cha chini. Vijana walio wengi bado wako mtaani na hawana ujuzi wote. Je, kwa nini serikali isiongeze hawa vijana ikaendelea kuwafundisha ili tukapata vijana ambao wanauelewa na ambao wana ufundi mitaani kwetu? Matakwa yanataka katika sera tuwe na 12%, lakini sasa hivi tuna 3.6% ya vijana wa ujuzi wa kiwango cha juu, na vijana wetu wengi wako katika ujuzi wa kiwango cha chini, ambapo tunatakiwa tuwe na 54%, lakini tuna asilimia zaidi ya 72 ambao wana kiwango cha ujuzi wa chini. Kupitia program mbalimbali ambazo zinafanywa kama nilivyoeleza kwenye swali la msingi kupitia SIDO na VETA, lakini pia kupitia Wizara ya Elimu na Uboreshaji wa Mitaala, tumeendelea kuhakikisha kwamba vijana wetu wanaendelea kusaidiwa kupata ujuzi wakiwa bado katika maeneo yao ya shule wanapoendelea na masomo yao. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Tukitoka Dodoma tuelekee mkoani Geita, ambapo serikali wilayani Nyang'hwale mkoani Geita imeipongeza kampuni ya Barrick Tanzania kwa kufanikisha ujenzi wa mabweni mawili, vyoo na madarasa 5 katika shule ya sekondari ya Nyang'hwale, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa ahadi yake kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Taarifa zaidi huyu hapa Mrisho Sadik. Ujenzi wa miundombinu hiyo umegharimu zaidi ya shilingi milioni 400, ikiwa ni mkakati wa kampuni hiyo ya uchimbaji wa madini ya dhahabu kuendelea kushirikiana na serikali kuimarisha sekta ya elimu nchini. Kwa niaba ya uongozi wa wilaya hii na wananchi wa Nyang'hwale, tunakushukuru kwa sababu umetupigania. Mradi huu kuwa hapa imewasaidia Watanzania wengi, kwa sababu kidato cha 5 na kidato cha 6 ni shule ambazo ni madarasa ambayo wanafunzi wanachaguliwa ndani ya wilaya, ndani ya mkoa, lakini pia na nje ya mkoa. Mkurugenzi wa Barrick Tanzania baada ya kuweka jiwe la msingi kwenye miundombinu hiyo amesema ujenzi huo ni sehemu ya utekelezaji wa ahadi ya kampuni hiyo kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Dr. Samia Suluhu Hassan ya kutenga bilioni 70 kwa ajili ya kujenga madarasa zaidi ya 1090, vyoo pamoja na mabweni 270 nchi nzima. Tuliamua kabisa kwa dhati kusupport vision ya rais na tukaanza kuwekeza, na kweli tulipopata ombi tukasema tusiache Nyang'hwale nyuma, tukatenga shilingi milioni 400 ambazo zije kwenye hii shule. Tukuhakikishie kwamba miundombinu hii itatunzwa ili watoto wengi waendelee kunufaika nayo kuanzia sasa mpaka kizazi kijacho hicho. Baadhi ya wanafunzi wa shule hiyo wamezungumzia manufaa ya miundombinu hiyo. Lakini uwepo wa majengo haya mapya yanasaidia wanafunzi kuweza kukaa vizuri darasani na kujisomea wakati wote. Kwa hivyo walikuwa wanaona changamoto sana kumaliza shule. Wengine wanakuja wanaishia njiani, kwa hiyo walikuwa wanaona ni kazi sana. Kutoka hapa shule ya sekondari Nyang'hwale, mimi ni Mrisho Sadik. Asante Mrisho Sadiki na taarifa yake inatupa nafasi ya kupata mapumziko machache. Tukirejea hapa tutakuja kutazama habari za biashara na uchumi, ambapo moja kwa moja tutajiunga na wachumi wetu kutoka kule mkoani Dodoma. Endelea kubaki